Ujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za muda huu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine tunasema unajiabone na comment vile vile una partager. Tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari ya muda huu kutoka mashariki mwa DRC ili upate kujua nini kinachoendelea huko, vile vile pembe zote za dunia kupitia taarifa yetu hii ya habari. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu hii ya habari. Karibu. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wale usalama katika eneo la Numbi lililopo katika groupement ya Ziralo eneo la Kale mkoani Kivu Kusini imeendelea kuwa mbaya baada ya mapigano makali kati ya wapiganaji wa Wazalendo na wapiganaji wa muungano wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda au na nchi ya Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Alhamisi tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka wa 2026, wapiganaji wa Wazalendo wamechukua tena udhibiti wa Numbi baada ya mapigano makali yaliyowakutanisha wapiganaji wa M23 na Wazalendo. Numbi ni eneo muhimu katika sehemu ya Kale na mabadiliko ya udhibiti wake unaweza kuwa na hatari kwa usalama wa wakazi pamoja na njia ya mawasiliano katika maeneo yanayozunguka. Taarifa kutoka eneo la mapigano linaeleza kuwa mapigano yalikuwa ni makali kabla ya Wazalendo kudai kurejesha udhibiti wa Numbi. Kuna hofu kwamba mapigano yanaweza kusababisha wimbi jipya la wakimbizi kuondoka katika makazi yao, hasa kutokana na hofu ya mapigano kuendelea au kurejea kwa nguvu zaidi. Katika maeneo ya migogoro ya Kivu Kusini, mabadiliko ya udhibiti wa maeneo mara nyingi ulazimisha raia kuondoka kwa haraka wakitafuta maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Kwa sasa jambo muhimu ni kufuatilia ikiwa Wazalendo wataweza kuendelea kushikilia eneo la Numbi au AFC M23 itajaribu kufanya mashambulizi ya kurejesha udhibiti wa eneo hilo. Wakati huo huo, AFC M23 imetoa madai mengine kuhusu hali ya usalama katika eneo la Kale. Kwa mujibu wa msemaji wa harakati hiyo Lawrence Kanyuka, FARDC pamoja na washirika wao walifanya mashambulizi ya mabomu Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika maeneo kadhaa ya Kale. AFC M23 inadai kwamba mashambulizi hayo yalisababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia pamoja na kusababisha baadhi ya wakazi kuondoka maeneo yao. Hata hivyo, madai hayo yanapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari hadi yatakapothibitishwa na vyanzo huru, kwa sababu pande zinazopigana katika vita vya Kivu mara nyingi hutoa taarifa zinazopingana kuhusu mashambulizi, vifo na udhibiti wa maeneo. Kurejea kwa Numbi chini ya udhibiti wa Wazalendo unaonyesha kwamba mstari wa mapambano katika eneo ya Kale bado haijatulia. Hili lina muhimu kwa sababu limehusisha maeneo ambayo yamekuwa yakibadilisha udhibiti kati ya makundi yenye silaha. Kwa upande wa Wazalendo, kuchukua Numbi kunaweza kuonekana kama mafanikio ya kijeshi na kuongeza shinikizo dhidi ya M23 katika eneo la Kale. Kwa upande mwingine, M23 inaweza kujaribu kujibu mashambulizi ili kurejesha nafasi iliyopotea. Hali kama hiyo ndio inayozua hofu kubwa miongoni mwa raia. Iwapo mapigano yataendelea kusambaa kutoka Numbi kuelekea vijiji vya jirani, idadi ya watu waliokimbia makazi yao yanaweza endelea kuongezeka. Kwa sasa Numbi imeripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa Wazalendo baada ya mapigano makali dhidi ya AFC M23. Wakati huo huo, AFC M23 inaituhumu FARDC na washirika wake kwa kufanya mashambulizi ya mabomu katika maeneo mbalimbali ya Kale, madai ambayo bado yanahitaji uthibitisho ili ifahamike kama ni kweli au ni uongo, kwa sababu madai hayo yanatolewa na upande mmoja ambao ni upande wa AFC M23. Kinachotia wasiwasi zaidi ni hali ya raia. Ikiwa mapigano yataendelea, Numbi na maeneo ya jirani yanaweza kukabiliwa na ongezeko la wakimbizi wanaokimbia makazi yao, huku huduma za msingi na usalama wa raia vikiwa katika hatari zaidi. Kwa hiyo macho yanaelekezwa sasa kwenye hatua zitakazofuata za pande zinazopigana, na ikiwa mapigano yataendelea au hali itaanza kutulia katika eneo la Numbi na Kale kwa ujumla. Habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya kisiasa na kiutawala katika jimbo la Kivu Kusini imeendelea kuvutia hisia baada ya katibu wa hudumu wa AFC M23 Benjamin Mbonipa kuelekea katika eneo la Walungu akiwa ameongoza ujumbe wake. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kuhusu ziara hiyo, Mbonipa alifika Walungu Centre siku ya Alhamisi Agosti tarehe 13 mwaka wa 2026 katika ziara iliyofanyika wakati ambako eneo la Kivu Kusini inaendelea kuwa sehemu muhimu katika mchakato wa kisiasa
kiusalama na mazungumzo yanayohusiana na mgogoro ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Benjamin Mbonipa alipokelewa katika kituo cha Walungu na gavana wa Kivu Kusini ambao wamewekwa na waasi wa M23 ambaye ni Patrick Busu Bwangwe Shombo. Gavana huyo alikuwa tayari katika eneo la Walungu kwa siku kadhaa akifanya ziara ya maeneo mbalimbali inayolenga kuhamasisha na kuwasiliana na wakazi wa eneo hilo. Mapokezi hayo yalifanyika pia mbele ya msimamizi wa eneo la Walungu pamoja na maafisa kadhaa wa ARC waliokuwa katika eneo hilo. Uwepo wa viongozi hawa katika tukio moja ulifanya ziara ya Mbonipa kuwa tukio lenye uzito wa kisiasa na kiutawala, hasa kutokana na hali tata inayotawala mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa taarifa iliyotolewa haijaeleza kwa undani ajenda yote ya ujumbe wa Benjamin Mbonipa huko Walungu, wala haijaweka wazi iwapo ziara hiyo inalenga masuala ya kiusalama, kisiasa, kiutawala au maandalizi ya shughuli nyingine. Hata hivyo, ziara ya kiongozi wa ngazi ya juu wa AFC M23 katika eneo la Walungu inaweza kutazamwa katika muktadha mpana wa harakati za kisiasa na kiutawala zinazoendelea katika maeneo ya Kivu Kusini. Walungu ni eneo lenye umuhimu mkubwa kutokana na nafasi yake ya kijiografia na ukaribu wake na maeneo mengine ambayo yameathiriwa na mzozo unaoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo kila ziara ya viongozi wa kisiasa au kiutawala katika eneo hili inaweza kuwa na athari katika namna wakazi wanavyoelewa mwelekeo wa hali ya sasa. Jambo jingine muhimu katika tukio hili ni kwamba gavana Patrick Busu Bwangwe Shombo hakuwa amefika Walungu kwa ajili ya mapokezi pekee. Kwa mujibu wa taarifa, gavana huyo alikuwa katika eneo hilo kwa siku kadhaa akiendesha ziara ya maeneo mbalimbali pamoja na shughuli za uhamasishaji. Hii inaonyesha kwamba uongozi wa jimbo ulikuwa tayari umeweka mkazo katika kuwasiliana na wananchi wa Walungu. Katika mazingira ya migogoro, ziara kama hizi zinaweza kuwa na muhimu mkubwa kwa sababu viongozi wanahitaji kuelewa hali halisi ya jamii, kusikiliza malalamiko ya wananchi na kutafuta namna ya kupunguza hofu na mvutano. Tukio hili pia limehudhuriwa na maafisa kadhaa wa ARC. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, maafisa hao walikuwa tayari katika eneo la Walungu wakati wa mapokezi ya ujumbe wa Mbonipa. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa haijaeleza majukumu maalum ambayo maafisa hao walikuwa wakitekeleza katika eneo la tukio. Kwa hiyo ni muhimu kutofanya hitimisho kwamba uwepo wao pekee unamaanisha kwamba kulikuwa na operation mpya ya kijeshi au hatua fulani ya kijeshi, isipokuwa kama taarifa nyingine rasmi iliyothibitisha jambo hilo. Kwa mtazamo wa kisiasa, ziara ya Benjamin Mbonipa inaweza kuashiria kwamba AFC M23 inaendelea kutafuta nafasi ya kuwasiliana na maeneo ya jamii zilizo chini ya ushawishi wake au zinazohusishwa na mchakato wa sasa wa kisiasa na kiutawala. Kwa upande mwingine, kukutana kwake na gavana wa Kivu Kusini kunaweza kuwa na umuhimu katika kuelewa namna mamlaka mbalimbali zinavyowasiliana katika mazingira ambayo bado yana mgogoro mkubwa wa kisiasa na kiusalama. Lakini pia ni muhimu kutofautisha kati ya ziara kati ya ziara ya kisiasa au kiutawala na operation ya kijeshi. Taarifa tulionayo inathibitisha kwamba ujumbe wa Mbonipa ulifika Walungu, kwamba walipokelewa na gavana wa Kivu Kusini ambaye aliwekwa na AFC M23, msimamizi wa eneo pamoja na maafisa wa ARC, lakini haijatoa maelezo ya kutosha kuhusu makubaliano yaliyofikiwa, mada zilizojadiliwa au hatua mpya zilizochukuliwa baada ya mkutano huo. Kwa hiyo maswali kadhaa bado yanabaki. Je, ziara hiyo ilikuwa na lengo gani sasa? Je, kulikuwa na mazungumzo kuhusu usalama wa Walungu? Je, wananchi wanashirikishwa? Na je, ziara hii ina uhusiano gani na mchakato mpana wa kisiasa unaoendelea kuhusu mustakabali wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Walungu ni eneo ambalo lina umuhimu mkubwa katika mazingira ya Kivu Kusini. Eneo hili limekuwa likitajwa katika muktadha wa harakati za makundi yenye silaha, usalama wa wananchi na udhibiti wa maeneo katika jimbo hilo.
Kwa hiyo uwepo wa viongozi wa kisiasa pamoja na maafisa wa usalama katika eneo kama hii unafuatiliwa kwa karibu na wakazi. Kwa wananchi, jambo muhimu zaidi ni kuona kwamba harakati za viongozi hazisababishi ongezeko la mvutano, bali zinasaidia kuboresha usalama na hali ya maisha. Kwa kifupi, Alhamisi tarehe 13 mwezi huu wa 8 mwaka 2026, yani siku ya leo, Katibu Benjamin Mbonipa, katibu wa kudumu wa AFC M23, aliongoza ujumbe wake kuelekea Walungu ambako alipokelewa na gavana wa Kivu Kusini Patrick Busu. Mapokezi hayo yalifanyika mbele ya msimamizi wa eneo la Walungu pamoja na maafisa kadhaa wa ARC. Tukio hili linaongeza uzito katika ufuatiliaji wa hali ya kiusalama na kiutawala huko Kivu Kusini, lakini taarifa zilizopo kwa sasa hakuna maelezo ya kutosha ya kuthibitisha kwamba ziara hiyo ilisababisha makubaliano mpya au hatua maalum ya jeshi. Kinachobaki muhimu ni kufuatilia hatua zitakazofuata baada ya ziara hii, na ikiwa mawasiliano haya yatazaa matokeo yoyote kwa usalama na utulivu wa wananchi wa Walungu na maeneo ya jirani. Hii ni taarifa inayopaswa kufuatiliwa kwa karibu, kwa sababu Walungu ni miongoni mwa maeneo ambayo mwelekeo wa kisiasa na kiusalama na unaweza kuwa na athari kubwa Kivu Kusini nzima. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha kuongea moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Hali ya mvutano imeongezeka katika kijiji cha Ostra katika ukingo wa magharibi baada ya Israel kuongeza uwepo wa wanajeshi wake katika eneo ambako familia za Wapalestina na zimeripotiwa kuzingirwa ndani ya nyumba zao na walowezi wa Israel. Kwa mujibu wa taarifa za leo, wanajeshi wa Israel wamechukua nafasi ndani ya nyumba kadhaa za Wapalestina katika kijiji hicho. Meya wa Kustra amesema takriban nyumba 6 zimechukuliwa kwa ajili ya operation hiyo, ikiwemo nyumba 3 ambako familia zilizokuwa zimezingirwa. Mzozo huu ulianza mwishoni mwa wiki wakati walowezi wa Israel walipofunga njia iliyokuwa ikiunganisha nyumba hizo na maeneo mengine ya kijiji. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa, walowezi waliweka hema karibu na nyumba hizo na kuzuia wakazi kuingia au kutoka. Pia huduma za maji na umeme ziliripotiwa kukatizwa kabisa. Hali hiyo imewaweka baadhi ya wakazi katika mazingira magumu, huku kukiwa na malalamiko kuhusu upatikanaji wa chakula na huduma za afya. Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa watu 15 wakiwemo watoto waliokuwa katika hali ya hofu kubwa kutokana na kuzingirwa huko. Kwa upande wa Israel, uwepo wa wanajeshi unawasilishwa kama hatua ya kudhibiti hali ya kulinda wakazi. Jeshi la Israel limeeleza kuwa wanajeshi wamepelekwa katika eneo hilo kwa ajili ya kulinda wakazi na kudumisha utulivu. Pia imeahidi kuchukua hatua za nidhamu dhidi ya wanajeshi wanaodaiwa kushirikiana au kuonyesha uungwaji mkono kwa walowezi wanaohusika katika tukio hilo. Lakini familia za Palestina zinahusika, swala hilo linaonekana tofauti kabisa. Wakazi wanadai kwamba kuzingirwa kwa nyumba zao kunalenga kuwafanya waondoke katika ardhi yao. Hivyo uwepo wa wanajeshi haujawaondolea hofu kwamba wanaweza kupoteza makazi yao. Tukio la Kustra linaonyesha jinsi mgogoro wa Israel na Palestina inavyoenea zaidi ya uwanja wa mapambano ya kijeshi. Katika ukingo wa magharibi, mvutano kati ya Wapalestina, walowezi na Israel na wa jeshi la Israel wanaendelea kuwa chanzo cha hofu na kuhama kwa baadhi ya familia. Kwa mtazamo wa Palestina, kuzingirwa kwa nyumba na kuzuia huduma muhimu kunaweza kuongeza shinikizo kwa familia kuondoka katika maeneo hayo. Kwa upande mwingine, Israel, serikali na jeshi linasitiza suala la usalama na udhibiti wa vurugu. Papo hapo kuna changamoto kubwa. Wanajeshi wanapowekwa katika eneo lenye mzozo kati ya walowezi na Wapalestina, hatua zao zinaweza kuonekana kwa upande mbili tofauti, kama ulinzi wa usalama au kama sehemu ya shinikizo dhidi ya wakazi. Tukio hili pia lina muhimu kwa kimataifa kwa sababu ukingo wa magharibi ni eneo linalotajwa katika mchakato wa muda mrefu wa kutafuta suluhisho la mgogoro kati ya Israel na Palestina. Ripoti za Umoja wa Mataifa zimekuwa zikionyesha ongezeko la mashambulizi ya walowezi dhidi ya Palestina na uharibifu wa mali katika ukingo
wa Magharibi. Kinachofuatiliwa kwa sasa ni iwapo familia zilizozingirwa zitaweza kurudi katika maisha yao ya kawaida na kama walowezi wataondoka katika maeneo yanayozunguka nyumba hizo. Taarifa inaonyesha kwamba operation za wanajeshi zinaweza kuendelea hadi Jumapili, huku uchunguzi ukiendelea kuhusu tabia ya baadhi ya wanajeshi walowezi. Kwa hiyo Usra si tukio la kawaida la mvutano wa kijiji kimoja, ni mfano wa changamoto kubwa zaidi inayokabili ukingo wa Magharibi: usalama, makazi, umiliki wa ardhi na mustakabali wa familia za Palestina. Kwa kuongezwa kwa wanajeshi wa Israel katika Usra hakujamaliza mvutano, badala yake kumefanya eneo hilo kuwa chini ya uangalizi mkubwa zaidi. Familia za Palestina zinataka usalama na uwezo wa kuishi katika nyumba zao bila kuzingirwa au kulazimishwa kuondoka, wakati Israel ikisema wanajeshi wake wapo kwa ajili ya kudhibiti hali ya kulinda wakazi. Sasa swala kubwa ni kama mamlaka za Israel zitaweza kuzuia vurugu, kuhakikisha ulinzi wa raia na kuruhusu familia hizo kurejea katika maisha yao ya kawaida, bila tukio hili kuwa chanzo kingine cha uhamishaji wa Palestina katika ukingo wa Magharibi. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za muda huu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni, ambapo mtaendelea kujua nini kinachoendelea kona zote za dunia, hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante, chao.